wao wagombea wote watatu. Kila mtu akaeleza vigezo vyake. Na kwa nini walenda wakakaa wakazungumza? Tulipata mtafaruku mkubwa tarehe 17 ya mwezi wa 6. Nilitoka bungeni Dodoma kwa ajili ya mkutano huo. Ilikuwa siku ya Jumatano. Serena Hotel. Tuko Maalim Seif Sharif Hamad, Dr. Edward Slaa, Professor Lipumba, Freeman Aikaeli Mbowe, James Mbatia, Emmanuel Makaidi na katibu mkuu wa NLD na Dr. Kahanga. Dr. Slaa akasema mimi ndio bora kuliko wengine. Akawa anaulilia urais kwa nguvu kubwa. Tuwa kweli tu. Biblia Takatifu St. John inatuambia ukweli utatuweka huru. Sura 8 mstari wa 32. Akasema nani kigezo ni karibu kikao kivunjike saa 8 za usiku. Kutokuelewana. Ndio maana Dr. Kahanga akaja akaomba tukutane huyu hapa na akaja na pointi zake 15 alizoridhiana. Tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka huu, siku ya Jumanne, Coliseum Hotel pale Oysterbay. Waandishi wa habari mlikuwa mnasubiri tangu asubuhi. Saa 3 za usiku mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa kile kikao. Tulikuwa na Dr. Slaa na Mheshimiwa Mbowe na wenzake. Siku hiyo ndio tunatakiwa tutangaze mgombea urais, mkatubana kweli kweli. Mimi ndio nikatamka nikasema naombeni mtupe siku 7 tu tutamtamka. Na kwa nini? Mheshimiwa Mbowe aliomba kwamba tuwaachie chama chao wafanye hivyo, na Dr. Slaa akasema naombeni msinitangaze leo, ngoja tukafanye utaratibu wa mbwembwe na taratibu za kunitangaza. Kweli leo hii anasema kwamba hajawahi kutia nia wala hajawahi kuwa na shamsham za kugombea urais. Kweli alafu anasema siasa ni sayansi, yeye anaamini kwenye usafi. Kweli yeye nilikuwa nimtangaze tarehe 14. Wakati wewe ndio Lowassa hajaingia wa Chadema. Hajaingia Chadema tu kweli tu kwa taifa hili. Taifa litakuwa tukiwa wa kweli na tukimwogopa Mungu, taifa hili litakuwa la safi tu. Nakumbuka alienda hadharani ya kumwomba Edward Ngoyai Lowassa ajiunge na UKAWA kwenye ofisi za CUF tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka huu. Alikuwa nani? Alikuwa James Francis Mbatia. Ndio nisoma ile statement kwenye ofisi za CUF. Na aliyehariri ile statement yote na mheshimu sana na mpaka kesho, na ni rafiki yangu kweli Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Dr. Slaa anasema kwamba yeye saa 3 za usiku za tarehe 28 ndio aliamua kutoka ndani ya Chadema kwa sababu tarehe 26 tarehe 28 kamati kuu inamsikiliza Edward Lowassa wakati sio mwanachama Chadema. Mnaokumbuka tarehe 28 siku ya Jumanne tulikutana Bahari Beach saa 3 za usiku wa siku hiyo, saa 9 alasiri Edward Lowassa alikuwa mwanachama wa Chadema tayari. Yeye ni kumbukumbu zenu. Tarehe 28 alitamka jana, nilikuwa namsikiliza. Sasa unajua tukiwa wa kweli tu itasaidia nchi. Mimi niombe tu wa Tanzania, hizi hoja nyepesi za kutaka kulipasua taifa la Tanzania, badala ya kujadili hoja za msingi za kuleta mwafaka wa kitaifa, kuwaunganisha wa Tanzania pamoja, kuleta maridhiano ya kitaifa. Na Watanzania naomba waelewe UKAWA maana yake nini. UKAWA tunasimamia uhai wa taifa la Tanzania. UKAWA tunasimamia utu wa Tanzania. UKAWA tunasimamia uzalendo wa taifa la Tanzania. UKAWA tunasimamia uadilifu wa taifa la Tanzania. UKAWA tunasimamia umoja wa taifa la Tanzania. UKAWA tunasimamia uwazi katika taifa la Tanzania. UKAWA tunasimamia uwajibikaji ndani ya taifa la Tanzania.
ukawa tunataka Watanzania wote tuje pamoja, tuwe kitu kimoja, tuwe ndugu, tuzungumze lugha moja, na hii itawezekana kutokana na sauti ya Watanzania iliyoko ndani ya rasimu ya pili, ambazo ni sauti yao ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, ili tuwe na katiba ili yoyote atakayekuwa pale aweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa hivyo niwaombe Watanzania, nisiwachoshe sana ndugu zangu wanahabari, kwa nia njema tu kabisa, niwaombe Watanzania, kwa nia njema, kila mtu ana haki ya kutoa mawazo yake, kila mtu ana haki ya kutoa fikra zake, lakini wanasiasa na hasa wale wa Chama cha Mapinduzi, rafiki zangu, wengine nasema twende kwenye midahalo, nakubali, twende kwenye midahalo, na wakaribisha kwenye midahalo waje na mimi, wala wasimsumbue mgombea wetu wa rais, kwa sababu sio saizi yao. Na wakaribisha, sio saizi yao, waje kwenye midahalo na mimi. Mzee Sita naomba mdahalo, nitamuuliza ofisi aliyojenga Urambo ya milioni 500 akiwa madarakani, yeye kuna ofisi ya spika Urambo, matibabu ya zaidi ya milioni 200 aliyofanya akiwa spika, wakati ananunua dawa kwenye pharmacy na rekodi zote tunazo, ye milioni 200 zinanunua dawa za baridi yabisi. Makoti ya ofisi ya spika na ripoti ya PAC. Vichwa juzi Samuel Sita ametuambia kuhusu vichwa vya treni vilivyonunuliwa feki. Ndio sasa nimewaambia hakuna atakayepona hapa. Waache hizi cheap prospects. Na waheshimu tu, ni wazao na heshimu. Na waomba Watanzania, rafiki yangu, hakuna rafiki yangu niyo mkono naye muulizeni, tangu mwaka 1988 tukiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, yeye alikuwa mbele yangu, John Pombe Magufuli, rafiki yangu. Kati ya watu walionichangia harusi yangu ni pamoja na Dr. Magufuli. Nikiwa na mchumba wangu mwaka 98 nilienda nyumbani pale, na anajua haya. Lakini hebu kweli tukisimamia leo hii kaka yangu Magufuli aeleze alivyosimamia uuzaji wa nyumba za serikali na kashfa zote za uuzaji wa nyumba za serikali, atapona? Atapona? Sasa hivi ni viashiria kwamba CCM sasa imeshindwa hoja. Wanaleta mambo ya udini, mara maaskofu wamepewa rushwa, mara huyu vipi, mara mashehe wamefanywa hivi, mara kashfa kwa mashehe, mara wanahusisha mashehe na ugaidi, na waomba Chama cha Mapinduzi. Sote sisi ni Watanzania. Na muomba mrejeshi mkuu Jakaya Mrisho Kikwete, rafiki yangu na kaka yangu. Mwaka juzi 2013, wakati nilipoibuka hoja hapa kuchinja ni ibada au sio ibada, mpasuko kati ya Wakristo na Waislamu, mauaji yaliyotokea Zanzibar ya mapadri mwezi wa pili, mauaji yaliyotokea Shinyanga kwa wachungaji, mashehe wanamwagiwa tindikali Zanzibar, hali ya Tanzania sintofahamu ikawa ni tense kwenye mikutano ya vyama vya siasa, mauaji yanatokea. Balozi wa Vatican anapigwa bomu kwenye kanisa la Ola City kule Arusha tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka juzi 2013, siku ya Jumapili. Watoto wakafa, tukaenda tukawazika tarehe 10 siku ya Ijumaa mwezi wa 5 2013. Kwenye mkutano mkuu wa Chadema tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2013, viwanja vya Soweto Arusha, mauaji yakatokea. Polisi wanauawa, raia wanauawa kwenye kila mkutano ya vyama vya siasa. Mwandishi wa habari yuko kazini, David Mwangosi, anauawa kikatili kule Iringa. Machafuko kila kona. Ilibidi turudi kama taifa, tukubali tukae. Nilikuwa mwenyekiti wa TCD, Kituo cha Demokrasia Tanzania. Tukakaa pale White Sands Hotel tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka juzi, na tarehe 10, siku mbili, siku ya Jumanne na Jumatano tulikutana White Sands. Tukakaa, tulikuwa hatufiki zaidi ya watu 100, viongozi wote wa vyama vya siasa, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, serikali ya Jamhuri ya Muungano, mahakama kuu, mabunge yote mawili, bunge la Jamhuri ya Muungano na bunge la baraza na spika wa baraza la wawakilishi, IGP Saidi Mwema na timu yake,
tukakaa siku mbili tukatafakari taifa linakwenda wapi, kutafakari amani ya taifa letu. Tulipokaa pale kwa muda wa siku mbili hatukufika 100. Siku ya pili nilifungua ile semina tarehe 9, tarehe 10 akaja Mheshimiwa Kikwete, tukazungumza. Tukafungiana naye watu tukazungumza, baadaye tukatoa taarifa ya mazimio yetu. Wazee mashuhuri tuliwaalika pale. Wazee wa jiji, wazee mashuhuri wakina mzee